Jukumu langu ni kutoa elimu kidogo kuhusiana na utaratibu wa ardhi, migogoro inapotokea napaswa kuchukua hatua gani. Vijana oye! Kwanza, ardhi ya kijiji ni ya wanakijiji. Sawa? Ndio. Kwa hatua mnazozifanya ni sahihi kulinda maliasili zenu. Taratibu za kupata ardhi kwenye eneo la kijiji, sheria ya ardhi iko wazi kabisa kwamba ukitaka kupata ardhi lazima uandike barua, uipeleke ofisi za halmashauri ya serikali ya kijiji. Si mnajua zilipo? Kwa mtu anapeleka maombi pale, yakishapokelewa yale maombi, halmashauri ya kijiji nao hawachukui maamuzi kwamba tunampa huyo mtu. Wao wana jukumu la kuleta kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Mikutano inafanyika haifanyiki? Haifanyiki. Sasa hiyo ni changamoto. Mkutano wa kijiji ndio una sauti kubwa kuamua kwamba hii ardhi apewe au asifanyaje? Asipewe. Sasa changamoto inapotokea kwamba ardhi imepewa kwa mtu ambaye mkutano wa kijiji haujapitisha, hiyo inakuwa ni hayo maamuzi yanakuwa ni batili. Tunaelewana? Ndio. Kwa kama taratibu hazikufuatwa tayari, na maana hapo tayari kuna mgogoro. Kama kuna mgogoro, sheria za ardhi ziko wazi kwamba kama kuna mgogoro lazima hatua ya kwanza, huo mgogoro unapaswa utatuliwe kwanza kwa hatua za usuluhishi kupitia ofisi la baraza la ardhi la kata. Lipo. Kwa hiyo mnaenda pale kata kupeleka malalamiko pale kwamba ardhi imechukuliwa kinyume na nini? Na taratibu. Kwa kuna pande mbili, aliyechukua kinyume na sheria na wale ambao wanalalamika. Kwenye ofisi za kijiji wanakuwa na kazi ya kusuluhisha kwamba kwa nini umechukua, labda mimi nilimeuziwa na mtu fulani na kijiji nacho kinasema sisi hatujapitisha. Kwa kama maridhiano yatapatikana, basi ule mgogoro utaonekana umefanyaje? Umetatuliwa. Ikishindikana, mnaenda baraza la kata la ardhi kwa ajili ya usuluhishi na wenyewe. Kama usuluhishi ukipatikana kwamba mwisho wa siku akionekana kwamba hakufuata taratibu, akaamua kuachia kwamba anaachia ile eneo kwa sababu usikufuata taratibu, basi mgogoro unakuwa umeisha. Tunaelewana? Baada ya hapo, kama usuluhishi utashindikana, sheria za ardhi zinaelekeza kwamba unapaswa kwenda kufungua kesi kwenye mabaraza ya ardhi ya wilaya kwa ajili ya kutatua mgogoro ambao upo katika eneo husika. Tunaelewana wanaruinyana? Ndio. Kwa hiyo kwa changamoto ambayo ipo, ambayo inaendelea kufanywa kazi, tunaamini kwamba utatuzi wa mgogoro utafanyika kutokana na sheria inavyoelekeza. Mimi tu ni kuwapongeza halmashauri ya kijiji kwamba mafunzo niliyotoa mwaka 2020 na 2023 mliyazingatia, ndio sababu mmeweza kuyaibua haya. Kwa kuongezea hapo, halmashauri ya kijiji muwe thabiti kwamba sheria inawatambua ni wasimamizi wakuu wa ardhi ya kijiji. Mmekasimiwa madaraka hayo na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hakuna jambo lolote linalopaswa kufanyika bila halmashauri ya kijiji kujadili, kulijua na kulipeleka kwenye nini? Kwenye mkutano mkuu wa kijiji. Lakini kwa upande wa mauziano pia na sisi tunatakiwa tuwe makini. Wewe ni mnunuzi, umelipata eneo, analiuza mzee Venus pale, ujiridhishe kwamba huyu anayetaka kuliuzia ni lake kihalali. Baya bia wea, usije ukapigwa changa la moto ukasikia wewe unakula hasara wewe. Kwa hiyo ujiridhishe kwamba yule anayeuza ananiuzia eneo lake kihalali. Wakati mnaandikiana barua ya mauziano, hakikisha wale majirani wanaozunguka eneo hilo ndio wakusainie kwamba huyu anayeuza ni jirani yangu, hatuna mwingiliano wowote wa kimpaka au eneo hili halina mgogoro. Sio unanunua eneo kwa mzee Nduru Ruche pale, wewe unatafuta shahidi kutoka Ruleni au kutoka Miramira, hawezi kujua ardhi ya Ruinyana. Sasa
kwa upande wa maeneo yaliyoainishwa kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi ya mwaka 2023, mengi tuliyawekea vibao. Nashangaa kwa nini vibao viwili bado viko hapo. Kwa nini hamjavipeleka kwenye maeneo husika? Na kama maeneo hayo hayapo, basi badilisha hilo jina, eneo la makazi na kilimo, weka eneo la msitu wa TASAF, bandika kibao pale. Hakuna hata mtu yeyote atakayekuja usiku kuja kulivamia, au eneo la makaburi au eneo la shule. Peleka vibao hivi kwenye maeneo husika. Nisipoteze muda, Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri yangu yalikuwa ni machache tu hayo. Niwashukuru tena halmashauri ya kijiji, lakini na wale wajumbe wa kamati ya ardhi kama wanaendelea.